عليكم بالسمع والطاعة نكسkia na kutii wa in ta'ammara alaykum 'abdun hata kama anakutawaleni mtumwa sikilize na mtiini kwa sababu katika kumtii mtawala wenu ndani yake inna hadhihi ayyamu aklin wa shurb hakika masiku haya kula na kunywa. Umar siku moja alisimama akawahutubia watu akasema ayyatuha ar-ra'iyya enyi watu enyi watawaliwa inna lirru'ati alaykum haqqan hakika watawala kwenu nyinyi wana haki. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wallahil hamd Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون. معاشر المسلمين روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد وأبو داود في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. Ndugu Waislamu, nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ucha Mungu ndiyo jambo muhimu katika maisha ya binadamu, ndiyo maandalizi muhimu ambayo kila mmoja anatakiwa ajiandae nayo katika kila sehemu ambayo anaelekea, iwe ni sehemu ya ibada, iwe ni sehemu ya asairu ila al-akhirah, kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, jiandaeni, kuweni na zawadi ambao mnaambatana nayo katika mambo yenu mbalimbali. Kuweni na zawadi na jambo ambalo mnakuwa nalo mnapokuwa mmeelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika bora ya zawadi na bora ya maandalizi ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna min ijlalillah, hakika katika kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala,
katika mambo ambayo ikiwa utayafanya utakuwa ni mwenye kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwakirimu watu watatu. Mtu wa kwanza, ayu alahibba, ukimkirimu utakuwa umemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Ikrama dhi shaybati almuslim, ni kumkirimu mtu mzima Muislamu, mtu ambaye nywele zake zimekuwa na mvi hali ya kuwa yeye ni Muislamu. Mtu huyu ukimkirimu utakuwa umemheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, umemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwatanguliza watu wazima, watu ambao umri wao ni mkubwa, akiwatanguliza kwa wale ambao umri wao ni mdogo. Alikuwa anawatanguliza katika maneno, alikuwa alayhi salatu wassalam anawatanguliza katika nafasi mbalimbali. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaambia watoto wadogo anasema alayhi salatu wassalam, kabbir 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 kabbir, watangulize wakubwa, watangulize wakubwa. Katika manhaj iliyokuwa nzuri, manhaj iliyosalimika ni kuwatanguliza watu wakubwa, na kwa sababu watu wakubwa ambao umri wao umekuwa ni mkubwa, watu hao wanakuwa na baraka, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, albarakatu ma akabirikum, baraka inakuwa pamoja na wakubwa zenu. Ahibati fillah, mtu ambaye ni bora kumheshimu katika wakubwa, kila mmoja mtu ambaye kwake yeye ni bora kumheshimu na kumtanguliza na kumkirimu ni baba yake na mama yake, al-ab wal-um, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili, ametuamrisha kuwakirimu wazazi wawili, ametukataza Allah subhanahu wa ta'ala kuwaasi wazazi wawili, ametukataza Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanyia tarafu, kujikweza kwa wazazi wawili kwa maneno na kwa vitendo. Badil wajibu alaina ma'ashara almuslimin, wajibu juu yetu kuhusiana na wazazi wetu alihtiram, kuwaheshimu wazazi wetu, walikram, na kuwakirimu wazazi wetu, wadua lahum, na kuwaombea dua wazazi wetu hali ya kuwa wako hai na hali ya kuwa wamekufa. Mtu wa pili ambaye ukimkirimu, ndugu zangu Waislamu, utakuwa umemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni hamilul Qur'an, mtu ambaye ameibeba Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa hamilul Qur'an, na mtu aliyeibeba Qur'an, ustadhi, shekhe, imam, hawa watu ni lazima wakirimiwe, wakirimiwe katika maneno, wakirimiwe kupewa zawadi, wakirimiwe katika sadaka, wakirimiwe katika nafasi ambazo ni nzuri, wakirimiwe katika aina mbalimbali za kukirimiwa, maustadhi na mashekhe, kwa sababu wao ni hafadhatul Qur'an, wao wanahifadhi Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu hao ghairi alghali fihi wala aljafi anhu, asiwe yule ambaye amechupa mipaka akawa anaifanyia Qur'ani vile ambavyo sivyo walivyoifanyia Qur'ani kazi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapitiliza katika ufahamu wa Qur'an, akawa ni mutashaddid juu ya ufahamu wa Qur'an. Mtu huyo la yukram, huyo hakirimiwi. Au aljafi anhu, au akawa anaipuzia Qur'an, haifanyii kazi, anaisoma tu kwa kisomo kizuri, kwa sauti nzuri, au anaihifadhi lakini la yaamalu bihi, haifanyii kazi, huyu pia hakirimiwi. Lakini yule ambaye atakuwa ala tariqati alwasat, njia ya kati na kati, njia ya salafu salih, akawa ni ustadh, akawa ni sheikh, akawa ni imam, akashikamana na Qur'an kama vile walivyoshikamana nayo masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ni wajibu kwa watu kuwa ni wenye kumkirimu mtu wa sambuli kama hii. Ndugu zangu Waislamu, yote yule ambaye anamkirimu mtu ambaye anaihifadhi Qur'ani au anajifunza Qur'ani, mtu huyu atapata ujira
hapa duniani na akhera, atalipwa hapa duniani na akhera, na riziki yake itakuwa niende kuongezwa hapa duniani. Amepokea al-Imam at-Tirmidhi katika jamii yake na al-Hakim katika Mustadrak hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anasema kana akhawani ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kulikuwa na ndugu wawili zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ahaduhuma yati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mmoja wao alikuwa akienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa lengo la kusoma. Anaenda kusoma ima ili baadaye aweze kuwanufaisha wao tu, ili awe ni ustadhi wa madrasa au awe ni imam au awe ni shekhe, akawa yeye anachukua elimu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mwingine kana yahtarif, mwingine alikuwa anatafuta pesa, anafanya kazi. Yule ambaye alikuwa hafanyi kazi, kazi yake ni kusoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa malengo ya umma hapo baadaye, yeye akawa ameshtakiwa na mwenzake akawa anamsakama mara kwa mara kama wewe hivi, wewe kadha na kadha, unatakiwa ufanye kazi. Mwishoni akaenda kumshtaki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya Rasulullah, fulani ibn fulani hasomi, fulani ibn fulani hafanyi kazi, anakuja kusoma tu hafanyi kazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la'allaka turzaqu bihi, huenda hii riziki unayoipata ambayo yeye huwa anakula kwako, huenda ni kwa sababu yake. Huenda wewe unaruzukiwa kwa sababu ya kumdhamini ustadhi, unaruzukiwa kwa sababu ya kumdhamini imam, unaruzukiwa kwa sababu ya kumdhamini shekhi ambaye unaswali katika msikiti wake, au ustadhi ambaye anafundisha katika madrasa ambayo anasoma mtoto wako. Ahibati fillah, tuwakirimu mashekhe wetu, tuwakirimu maustadhi wetu, tuwakirimu maimamu wetu kwa lengo la kuweza kuitengeneza jamii, kwa sababu wao wana mchango mkubwa katika hii jamii. Miongoni mwa watu ambao ukiwakirimu utakuwa umemtukuza Allah subhanahu wa ta'ala ni ikrama dhisultani al-muqsid, ni ukimkirimu mtawala mwadilifu. Mtawala mwadilifu anakirimiwa, fa inna sultan lahu haqqun ala ar-ra'iyya, hakika mtawala ana haki kwa wale ambao anawatawala. Ni lazima watawaliwa watu wamkirimu mtawala wao, wamheshimu mtawala wao. Watawala, ndugu zangu Waislamu, wamegawanyika sehemu mbili. Kuna watawala ambao ni madhalim na kuna watawala ambao ni waadilifu. Wote hawa, sampuli hizi mbili, madhalim na wale waadilifu, wote wana faida. Anasema Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, la budda min imamatin barratin au fajira, ni lazima watu wawe na utawala. Watu hawawezi kuishi bila utawala. Ali ibn Abi Talib anatuambia haiwezekani watu wakaishi bila ya kuwa na utawala. Lazima wawe na utawala, ima utawala ambao umesimama katika uadilifu au utawala ambao ni madhalim, lakini lazima watu waishi katika utawala. Watu wakamuuliza wakasema, utawala ambao ni wa uadilifu huo la budda minha, lazima watu wawe nao, na watu wanahitajia wawe na utawala uliosimama katika uadilifu. Lakini vipi watu kuwa na utawala ambao unakuwa umesimama katika dhulma? Ali radhiyallahu anhu akawaambia, tuqamu biha alhudud, katika huu utawala ambao ni wa dhulma watu wataweza kuhukumiwa. Mtu atakapokuwa amemdhulumu mwenzake, ni lazima ataenda kushtakiwa mahakamani, na hiyo mahakama itakuwa chini ya mtawala ambaye ni dhalim. Mtu atakapokuwa amefanya jambo ambalo ni la kuua, ule utawala utasimamia hiyo haki, kwamba mtu asimuue mwenzake, huyu asimdhulumu mwenzake. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yatasimamiwa. Watu wamanu biha subul, lakini pia watu watakuwa na amani. Utawala una dhulma, utawala una matatizo, lakini watu wana amani katika sehemu zao, katika njia yao, katika kazi zao, katika pahala, katika sehemu mbalimbali watu wanakuwa na amani. Ni kwa sababu ya huu utawala ambao wako nao. Lakini si hivyo tu, kuna faida mbalimbali ambazo amezitaja Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ambazo zinapatikana
katika huo utawala ambao unakuwa na dhulma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusiana na umuhimu wa utawala, anasema wa innamal imamu junna. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim anasema hakika mtawala ni ngao, mtawala ni ngao ambayo inawakinga watu na shari. Yuqatal min waraihi, watu watapigana wakiwa chini ya mtawala wao. Wayuttaka bihi, na watu watajikinga kutokana na shari za wao kwa wao au shari ambazo zinatokea sehemu mbalimbali kupitia mtawala. Fa in amara bitaqwallah, ikiwa mtawala ataamurisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wa adal, na akawa mwadilifu katika utawala wake, kana lahu dhalika ajrun, kana lahu bidhalika ajrun, atakuwa huyo mtawala ana ujira mkubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ya'muru bighairi dhalik, na ikiwa mtawala ataamurisha kinyume cha hapo, akaamurisha mambo ya hovyo, mambo ya dhulma wama ila dhalik, basi yeye atakuwa ni mwenye kupata madhambi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ndugu zangu waislamu, hatukuamrishwa sisi kuwatukana watawala, hatukuamrishwa sisi kuwalaani watawala. Imekuja katika sunna ya al-Imam Ibn Abi Asim kutoka kwa mmoja katika wanafunzi wa masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anaitwa Uqba ibn Wasaj. Uqba ibn Wasaj anatuambia kwamba kule Iraki alipata taarifa kwamba kuna watu huko Iraki wanawatukana watawala wao. Alipata taarifa kwamba huko Iraki kuna watu ambao wana tabia ya kuwatukana watawala wao na kuwadharau na kuwatia katika upotevu. Sasa ikatokea akawa ameenda hija, akaenda katika biladul Hijaz, akakutana na Abdullah ibn Amri ibn al-As. Alipokutana naye akamhadithia, akamwambia kwamba huko Iraki kuna watu wanawatukana watawala wao, wanawadharau watawala wao. Nipe muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na swala la kuwalaani watawala, kuwatukana watawala, nipe muongozo wake. Sahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuelekeza akasema, ulaika alaihim la'natullah, hao wanaowatukana watawala juu yao iko laana ya Allah wal malaika, na malaika wan nas ajma'in, na watu wote. Kwa maana mtu ambaye tabia yake ni kuwatukana watawala wake, mtu huyu tunafundishwa na masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba analaaniwa na Allah, analaaniwa na malaika, analaaniwa na watu wote, kwa sababu ni mtu ambaye anataka kuwaletea matatizo watu katika miji yao na katika nchi yao. Pia sahaba mwingine Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kama alivyotaja al-Imam Ibn Abd al-Barri katika kitabu chake At-Tamhid, na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, athari hii amesema ni athari ambayo ni jayyid. Anasema Anas ibn Malik, kana al-akabir min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, walikuwa masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yanhauna an sabbil umara, walikuwa wanakataza kuwatukana watawala. Kwa hiyo ndugu zangu waislamu, huu ndio uislamu wetu na huu ndio muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sisi haifai kuwatukana watawala wetu wala kuwalaani, bali wajibu juu yetu tutakapokuwa tumeona makosa kwa wale ambao wana uwezo wa kuwafikia, wataenda kuwanasihi kwa siri bila kutangaza, bila kuandika kwenye Facebook wala kuandika katika WhatsApp wala kuandika katika mtandao wowote, bali watawanasihi kwa siri. Wakikubali alhamdulillah, wakikataa wewe aliyenasihi utakuwa umetekeleza wajibu wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man arada an yansa hadithi sultan, yote yule ambaye anataka amnasihi mtawala fi amrin, katika jambo ambalo analiona kuwa mtawala amelikosea, fala yubdihi alania,
jambo hilo asilidhihirishe, asitangaze zile nasaha, asitangaze kosa ambalo amelifanya, walakin ya'khudhu biyadihi, lakini auchukue mkono wake, fayakhulu bihi, amweke pembeni, amnasihi kati yake na kati yake, wanasihiane, amnasihi pembeni bila watu kusikia. Fa in qabila minhu fadhak, ikiwa amekubali huyo mtawala hizo nasaha, basi alhamdulillah, wa illa, na itakapokuwa mtawala amekataa, kana kad adda alladhi huwa alayhi, basi huyu aliyetoa nasaha atakuwa ametekeleza wajibu wake. Ndugu zangu waislamu, swala la kutowatukana watawala ni swala ambalo tumelipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia masahaba wake. Swala la kuwanasihi watawala kwa siri ni swala ambalo tumelipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia masahaba wake. Amepokea al-Imam Ibn Abi Shayba katika tarehe yake kutoka kwa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, anasema Umar siku moja alisimama akawahutubia watu, akasema ayyatuha ar-ra'iyya, ayyatuha ar-ra'iyya, enyi watu, enyi watawaliwa, inna lirru'ati alaykum haqqan, hakika watawala kwenu nyinyi wana haki, watawala wana haki kwenu nyinyi. Almunasahatu bilghaib, huwa nasihi kwa siri, walmuawanatu ala alkhair, na kuwasaidia katika khairi. Kwa hiyo hawa watawala lazima tuwanasihi kwa siri na tuwasaidie katika khairi. Na miongoni mwa nasaha ambazo, miongoni mwa kuwasaidia katika khairi ni kuwaombea dua, Allah wape maoni yaliokuwa mema. Walikuwa salafu salih, akina al-Imam Ahmad, akina al-Fudayl ibn Iyad na wengine katika salafu salih, wakisema kwamba lau anna li da'watan mustajaba, lau kama mimi ningekuwa na dua yenye kujibiwa, la ja'altuha lis-sultan, ningempatia mtawala. Yani badala ya kujiombea mimi mwenyewe nimuombee mtawala, kwa sababu nikimwombea mtawala akatengamaa, akawa na maono mazuri, basi hakika faida yake itakuwa niende kuenea katika umma wote. Kwa huu ndio mwongozo wa maimamu wetu waliotangulia, na sisi kwa wao tunapitia, na ndio hayo ambayo yamepokelewa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaelezea ulama kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na salafu salih walikuwa wakiwaombea dua watawala, wakiwa kwenye mimbari za Ijumaa, wakiwa kwenye mimbari za Idi, kwenye minasaba mbalimbali, wanaombea dua ili Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze na awape maono mazuri katika kuwatawala watu ambao wanawatawala. Ndugu zangu waislamu, ayu al-ahibba, tahadharini na watu ambao wanachochea amani ya nchi yenu. Tahadharini na wachochezi, tahadharini na wanaharakati wa ndani, tahadharini na wanaharakati wanaotoka nje. Ittaidhu bighairikum, chukueni mawaidha kutokana na wengineo, chukueni na mawaidha kutokana na yale ambayo yalitokea Libya. Ndugu zangu waislamu, kijana alipokuwa anataka kuoa, tunaambiwa kwamba kijana alipokuwa anataka kuoa, mtawala wao ambaye aliondoshwa madarakani na kuuawa, mpaka matatizo makubwa mnayoyasikia Libya yakaya yametokea. Kijana alikuwa akitaka kuoa, alipiwa mahali, atafutiwa nyumba, na yale mambo ambayo yanatakiwa kufanywa alikuwa anafanywa na serikali ya Libya. Kijana akiwa anasoma shule analipwa, mpaka kufika vyuo vikuu analipwa, si kwa anapewa mkopo, alikuwa analipwa. Wakatokea wanaharakati wa ndani na wanaharakati wa nje, wakatoa fatwa, wakawashawishi, wakawachochea, wakawaambia kuna haki mnazikosa, wakatanguliza haki juu ya amani. Wakaona kwamba waiharibu amani ya Libya kwa lengo la kupata haki ambazo mpaka sasa hawajazipata. Chukueni mawaidha ya Libya, ayu al-ahibba, amani ni muhimu kuliko haki ambazo mnazitaka. Chukueni mawaidha Algeria, watu walikuwa wanatafuta haki, wakaona kwamba waitangulize haki juu ya amani. Ameandika mmoja wa mashekhe wao, mashekhe wa Jazair, mashekhe wa Algeria, anaelezea namna ambavyo amani ilitoweka katika nchi ya Jazair. Akaandika kitabu kinaitwa Madarikun Nazar
akaelezea vita ilidumu takriban miaka 10. Kwa hiyo mtakapokuwa mmeondosha amani yenu kwa sababu ya kudai baadhi ya haki ambazo wale wanaowachochea hawawezi kupeni hizo haki, watakapokuwa ima wana mamlaka au wana vingine, mtakapokuwa mnazidai haki ambazo kupatikana kwake ni kugumu, tambueni mtakuja kuwa kama nchi ya Kongo. Si kwamba Kongo wameamua kwamba amani iondoke, kuna mapungufu yalitokea, ndio maana hali ikawa hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea kwamba yatakapokuwa mambo yamegongana, imma iwepo haki au ipatikane amani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea kwamba tuibakishe amani hata kama baadhi ya haki zetu zinaondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusiana na masala haya, anasema alaikum bisami wa taa, shikamaneni na kusikia na kutii. Wa in ta'ammara alaikum abdun, hata kama anakutawaleni mtumwa, msikilize na mtiini, kwa sababu katika kumtii mtawala wenu ndani yake itapatikana amani. Na katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema isma' lahu wa ati', msikilize mtawala wako na umtii. Wa in daraba dhahrak, hata kama atakupiga. Wa akhadha malak, na hata kama amechukua mali yako. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hata kama mtawala amekudhulumu, amechukua mali yako, mtawala hata kama amekunyanyasa, amekupiga, amekudogesha, amekunyongesha, Mtume anasema isma' lahu wa ati', msikilize mtawala wako na uwe ni mmoja kumtii. Pia amepokea al-Imam Ahmad na At-Tabarani katika Al-Mu'jam Al-Kabir kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innakum satarawna atharatan, hakika nyinyi mtaona katika watawala wenu, hakika nyinyi mtaona katika watawala wenu upendeleo, mtawaona watawala wakiwapendelea baadhi ya watu. Innakum satarawna ba'di atharatan, nyinyi mtaona baada yangu watawala ambao wanapendelea. Wa umuran tunkirunaha, na mtaona mambo ambayo mnayapinga na mambo ambayo mnayachukia katika utawala wenu. Qalu famadha ta'muruna, mashahabu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, tufanye nini tutakapokuwa tunaona katika utawala wetu kuna dosari, utawala una kasoro, tufanyeje ya Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia addu ilayhim haqqahum, wapeni watawala haki zao, wasallallahu haqqakum, na muombeeni Allah haki yenu. Kwa Mtume anatuambia kwamba tutakapokuwa tumeona dosari kwa watawala wetu, sisi tuwape haki zao. Ni nini haki? Tuwasikilize na tuwatii, na ama zile haki zetu ambazo wao wamechukua tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutupatia hizo haki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahi alhamd. Ndugu zangu waislamu na ndugu wa Tanzania kwa ujumla, tuilinde amani yetu, tuilinde amani. Amani ikiwepo inalindwa. Tuondoe kila sababu na kila maneno na kila vitendo ambavyo vinaweza kuiondoa amani yetu, kwani amani ikiondoka uwezo wa kuirejesha ni mgumu sana. Tutachukua muda mrefu kuweza kuirejesha amani ambayo imeondoka. Yani saa almuslimin, enyi wanawake wa Kiislamu, jitahidini katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kusimamisha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa iqami salah, na kusimamisha swala, wa ta'ati al-azwaj, na kuwatii waume zenu, wa saum, na kufunga, wa hifdh al-furuj, na kutowasaliti waume zenu, na kuzihifadhi tupu zenu. Ikiwa mmefanya mambo haya, mtaambiwa siku ya kiyama, ingieni peponi kupitia katika mlango wote ule ambao mnautaka. Ndugu zangu waislamu, irji'u ila manasilikum, rudini majumbani kwenu. Wadhahu, chinjeni. Fa inna hadhihi al-ayyam ayyamu aklin wa shurb, hakika masiku haya ni masiku ya kula na kunywa. Watasaddaqu, toweni sadaqa. Waqulu wadakhiru, kuleni nyama ambazo zitabaki, hifadhini.
fa antum fi ayami akli wa shurb, nyie mko katika masiku ya kula na kunywa. Chinjeni wanyama ambao hawana dosari, ambao hawana chongo kilichokuwa cha wazi. Chinjeni wanyama ambao hawana kilema kilichokuwa cha wazi. Chinjeni ayu alahibba, toeni sadaka kwa wale ambao hawajiwezi. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, wallahu ta'ala a'lam. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.